Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom wapendwa. Natumai mko sana, natumai Bwana mhifadhi amewalinda na ako nanyi hadi wakati huu. Kwa majina naitwa Nyango Eric, nimejaa na furaha kushiriki neno la Bwana. Natumai ubuheri wa afya, Bwana anakulinda na anakuhifadhi. Leo tunataka tuangalie tatizo letu, msaada wetu tutapata wapi? Kwa hivyo tungependa sana tujue msaada wako unapata wapi? Wakati mambo imeenda mrama, unapata wapi msaada? Unajua kuna watu wakiwa kwa shida wanaenda moja kwa moja kwa waganga. Kuna wale ambao kwa shida moja kwa moja wanaenda kwa wachawi. Kuna wale wakiwa kwa shida wanaenda kwa watu. Lakini wengine si watakupa msaada. Wengi wao watakuchekelea. Wengi wao watakuonyesha dharau. Wengi wao watakudunisha. Kwa hivyo ni vyema sana tuangalie wakati tuko kwa shida tunakimbilia nani? Wakati tuko kwa shida tunaelekea wapi? Wakati tuko kwa shida tunamuita nani? Unajua kuna watu wako kwa shida leo, simu moja kwa moja, shangazi, mjomba, ndugu, dada, niko kwa shida. Wengine wako kwa shida leo, wanapigia baka wale ex wao, bado nakupenda tu, nitumie pesa kidogo niweze kukimu mahitaji. Lakini wewe ukiwa kwa shida unamuita nani? Wakati wa shida unamuita nani? Ndio maana ni vyema sana tujue mwito wa msaada. Mwito wa msaada. Mwito wa msaada. Tukiongea kuhusu mwito, ni ule ambao unamwalika kuingilia hiyo mambo, ndio mwito. Ni ule mtu ambaye unamkaribisha, a person that you invite, a person that you summon, a person that you call. Kwa hivyo mwito wa msaada. Tukiongelea msaada, ni ile countenance, ni ile assistance, ni ile msaada, ni ile kushikiliwa mkono, kufadhiliwa, mtu akuonyeshe rehema. Hiyo ndio msaada. Kwa hivyo mwito wa msaada. Maandiko natuambia wakati mwingi tunakumbwa na shida. Dunia, Ayubu anasema maisha ya binadamu ni mafupi na imejaa taabu. Kwa hivyo kila mmoja wetu ukumbwa na shida. Hakuna yule ambaye atakwambia mimi nimetoshelezeka. Ukiangalia hata wale matajiri, kuna kitu inawasumbua. Kama si ya nyumba ni ya kiafya, kama si ya kiafya ni ya kiuchumi, kama si kiuchumi ni mambo ya kisiasa. Kuna taabu kila mmoja wa hii dunia. Ndio maana wengi wakasema the rich also cry. Maana hata wao kuna mambo inawasukuma. Tuende moja kwa moja kwa maandiko. Kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi sura 120 mstari wa kwanza hadi wa 7. Zaburi 120 mstari ule wa kwanza hadi wa 7. Biblia inasema, katika taabu yangu nilimuita Mwenyezi Mungu, naye akanijibu. Niruhusu nirudie moja, maana hiyo ndio kichwa cha somo letu leo. Katika taabu yangu nilimuita Mwenyezi Mungu, naye akanijibu. Uniokoaye Mwenyezi Mungu na watu wadanganyifu na waongo. Enyi watu wadanganyifu, mtapewa kitu gani? Mtaadhibiwa namna gani? Kwa mishale mikali ya askari, kwa makaa ya moto mkali. Ole wangu kwamba naishi kama mgeni uko Mesheki, naishi kama mgeni katika mahema ya Kederi. Nitarudia 5, maana pale iko na uzito. Ole wangu kwamba naishi kama mgeni uko Mesheki, naishi kama mgeni katika mahema ya Kederi. Mahema ya Kederi. Ningependa unukuu pale.
mahema ya Kederi. Mahema ya Kederi. Mahema ya Kederi. Ningependa unakili pale kama unafuatilia. 6. Nimeishi muda mrefu mno kati ya watu wanaochukia amani. Wakati ninaposema nataka amani, wao wanataka tu vita. Mungu abariki neno lake. Mwandishi anatuonyesha alikuwa ametaabika. Anatuonyesha alikuwa amesumbuka. Anatuonyesha moyo wake ilikuwa imeumia, maana alikuwa kwa taabu. Alikuwa mtu ambaye moyo wake jatulia. Biblia tuambia katika taabu yangu. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa na taabu yake. Hata wewe najua uko na taabu yako. Kila mmoja ako na taabu ya kila aina. Kuna wale ambao taabu zao ni kubwa. Kuna wale ambao taabu zao ni ndogo, lakini vyote ni taabu. Kuna yule ambaye anasema mimi afadhali kila kitu chukuliwe lakini rejeshewe afya. Kuna mtu anajiuliza sina usingizi. Wanasema mji wa Nairobi watu walali, hawapati usingizi. Kwa hivyo wapendwa, kuna watu imekuwa ni guzo wapate usingizi. Kuna watu watoto wako wamekiuka, wamekuwa kitu kingine. Watoto wako wanakaidi amri zako. Watoto wako hawakuheshimu. Hiyo inakuwa ni taabu. Kuna wale ambao watoto wao wote wamekosa kazi. Watoto wao wamekosa kuolewa. Watoto wao wamekosa kusoma. Watoto wao, hiyo ni taabu. Taabu. Taabu ziko nyingi mno. Lakini utamuita nani? Kuna taabu nyingi. Kwa taabu yangu nilimuita Mwenyezi Mungu. Huyu jamaa alikuwa na taabu gani? Akisema taabu yangu anamaanisha nini? Jiweke katika mabano. Ujiulize na wewe uko na taabu gani? Au umetoshelezeka? Tukiangalia taabu ya ujamaa ilikuwa amezingirwa na watu waongo na wadanganyifu. Hii ndio ilikuwa taabu kuu ya ujamaa. Alikuwa amezingirwa na watu waongo. Unajua ukiwa na watu waongo hauwezi kupiga hatua, maana hujui kama nakulaghai, hujui mipango yake, hujui kama nakukijeli, hujui kama nakuchezea shere. Kwa hivyo ilikuwa ni taabu ya huyu jamaa. Amezingirwa na watu wadanganyifu. Ndiye akaita Bwana akamwambia, niokoe na watu waongo na watu ambao ni wadanganyifu. Wanakudanganya usiku na mchana. Wanakudanganya na miradi. Wanakudanganya na ruwaza. Wanakudanganya mipango ambayo uko nayo ni ya kukuonyesha, kukufanya ukuwe maskini. Ndio maana mwandishi amelia akasema niepushe na watu waongo na watu wadanganyifu. Wakati unaenda uchaguzi, maombi gani unaomba? Wewe ama ukipewa unga unachanganikiwa, ama ukigonywa. Unajua wakati wa siasa kuna kitu tunaita kugonywa, yani kufunguliwa ile pesa mwanasiasa. Unakosa kuomba Bwana kuepushe na watu waongo na wadanganyifu. Unachagua mtu ambaye anakudanganya. Niko na maslahi yako, naangalia matakwa yako, lakini ni mdanganyifu. Kwa hivyo ni vyema uangalie. Anasema mimi nitainua uchumi ya watu wadogo. Mimi nitakumbuka vijana. Mimi nitakumbuka mama mboga. Mimi nitakumbuka wale waendeshaji wa pikipiki. Na unajua vyema uongo tupu. Atuombi Mungu atuepushe na watu waongo na wadanganyifu. Kwa hivyo hapa huyu jamaa amelilia Bwana, uniokoe Mwenyezi Mungu na watu waongo na watu wadanganyifu. Kwa masala ya ndoa,
Mtu amekuja pale amekuchekesha. Ujaomba Bwana akuepushe na watu waongo. Anakutupia mistari. Anakukula pesa. Wasichana kwanza kwa mji wanaliwa pesa sana. Unapata ule mtu ambaye ni mlagai. Anakudanganya na mapenzi. Anakupokonya mali yako. Maana ujaomba Bwana akuepushe na watu waongo na watu wadanganyifu. Mtu muongo na mdanganyifu ni hatari. Mtu muongo, maana Biblia inasema shetani ndio baba ya waongo. Kwa hivyo ni mtoto wa shetani. Kwa hivyo lazima uombe Bwana akuepushe na mtu muongo. Ukiwa na rafiki muongo hatari sana. Ukiwa na mpenzi muongo hatari sana. Ukiwa kwa ndoa na mtu muongo hatari sana. Maana utakuwa unafikiria uko peke yako, kumbe mko wengi. Na anaenda pale na kuletea magonjwa. Mtu muongo. Jamaa alililia Bwana. Alimuita Bwana, niokoe na watu waongo na watu wadanganyifu. Na Bwana vile aliomba, Bwana akasikia ombi lake. Na akasema Mungu akatoa onyo, enyi wadanganyifu, maana anajua Bwana msimamo wake kwa watu wadanganyifu. Biblia inasema kitabu cha Methali 6, kati ya vitu ambavyo Bwana anachukia zaidi ni yule mtu ambaye anadanganya. Shetani alidanganya kutoka mwanzo. Kwa hivyo wakati ambapo ni muongo, unakuwa mshirika wa shetani. Ndio maana Bwana anachukia waongo. Kati ya vitu 7 Bwana anachukia zaidi ni mtu muongo. Unajua uongo inakuwa tamu sana. Wakati unaingiza msichana box, unatumia mistari ya uongo, inakuwa tamu sana. Lakini inakufanya kuwe adui ya Mungu. Maana Mungu anachukia muongo. Bila unadanganya raia, wanaingia box, wanakupa kura, na unajua ni uongo, ujue kwamba unakuwa adui wa Mungu. Mtu yote muongo anakuwa adui ya Mungu. Angalia Biblia inasema, enyi wadanganyifu, mtapewa kitu gani? Mtapewa kitu gani? Inaendelea, mtaadhibiwa namna gani? Kwa hivyo anajaribu tu kutathmini adhabu ya mtu muongo. Inaweza kuwa umedanganyana kidogo, lakini haujui ile kitu ambacho unafanya, ile uongo ambao unajenga, haujui madhara yake. Ndio maana mwandishi anasema utaadhibiwa namna gani? Utaadhibiwa namna gani wewe mtu ambaye ni muongo? Angalia 4 kitu ambacho kitakufanya. Adhabu ya waongo. Mwanasiasa muongo, yule mzee muongo, yule mama muongo. Yule mzee anadanganya mama, nimeenda kazi lakini ameenda kula uroda pale katika Airbnb. Yule mama amedanganya mzee, niko kazini lakini yako Airbnb. Asali yake na chovya. Muongo. Wale watu waongo. Wale watu wanadanganyana. Wale watu ambao ulimi wao unateleza kusema uongo. Angalia adhabu yake. Yule mtu ambaye anadanganyana. Unadanganya mtu. Watu wanadanganyana. Unadanganyana kwa simu. Unadanganyana kwa mitandao ya kijamii. Unadanganyana kila mahali. Uongo imekuwa sehemu yako. Hata watu kubainisha ukweli na uongo wanatatizika sana. Angalia adhabu ya mtu muongo. Umedanganya watu, umepata mali nyingi. Umedanganya watu kwa miujiza gushi. Umedanganya watu kwa unabii wa uongo. Umedanganya watu kwa kufanya vitu ambavyo si vya maandiko. Umejipatia mali nyingi. Angalia adhabu yake. Ndio umejaza kanisa, maana wewe unajulikana kwa uongo. Miujiza uongo. Unadanganya watu. Uliona, uliambiwa, Mungu alikuambia. Ndio maana yule ambaye anaitwa Mika anasema, ukitaka kuwajua wakisema na ijatendeka ni manabii wa uongo. Wakisema na kuitisha pesa ni manabii wa uongo. Mika amesema, Mika 5:2, tunaweza kuwajua kwa uongo wao. Yohane anasema tutawajua kwa matunda ambao wanazaa. Kwa hivyo mtu muongo rahisi sana kujua. Unaweza kudanganya watu, lakini Bwana atakufichua. Angalia adhabu ya mtu muongo. Biblia inasema
kwa mishale mikali ya askari, kwa makaa ya moto mkali. Kwa hivyo Bwana atamwadhibu, Bwana atamchapa viboko na mishale mikali ya askari. Kama sijui kama umekula mjeledi ya polisi, sijui kama umepitia kwa polisi, lakini unaambiwa mshale mikali ya askari. Hata Yesu ametuambia usibishane na polisi, maana yeye ndiye akona nguvu ya kukupeleka kotini. Unajua kuna watu unaweza kuona pengine polisi akona mwili mdogo, kimo chake umdharau, lakini Yesu akasema malizana na yeye kabla kupeleke kotini. Maana unajua katika ile mafunzo yao wamefunzwa prosecution. Anaweza kukueka pale na kufungulia mashtaka kali sana, uoze ndani. Kwa kitu kidogo mngesuluhisha. Kwa hivyo wapendwa, Biblia inafananisha ile kiboko ya polisi na ile kiboko Bwana atachapa mtu muongo. Mishale mikali ya askari, mishale mikali ya askari inangoja yule muongo. Umedanganya watu, wamekuchagua, lakini ufahamu mishale mikali ya askari inakungoja kwa makaa ya moto mikali. Najua ukiangalia hata pasi ya makaa inakuaga hatari sana. Jua hiyo moto, wakati ambapo unashika makaa unapata iko na joto jingi, na Biblia inafananisha hiyo joto na adhabu ambayo itakupata. Hauwezi kutembelea juu ya makaa, hauwezi kushikilia makaa, maana ni moto. Na hiyo ndio inafananishwa na kiboko ya mtu muongo. Ndio maana Bwana kalia akaambia, Bwana niepusha na watu waongo. Lakini wakiendelea na uongo, kuna adhabu Bwana ameachilia juu ya maisha yao. Mishale mikali. Hii mishale mikali inaweza kuja kwa njia ya ugonjwa, yale magonjwa sugu. Inaweza kuja kwa njia ambaye inakupa kukunyima amani. Tunajua viongozi ambao watoto wao ni mashoga na mabasha. Tunajua wengine watoto wao katika hii mji. Ukiangalia mtoto wa mtu mashuhuri anasoma katika vyuo vikuu vya Kenya, kuna mambo matatu imefanyika juu yake. Ukiangalia mtoto wa mtu mashuhuri, mtu kama mbunge, gavana, anasoma humu nchini, kuna mambo matatu inafanyika. Ya kwanza, au kijana amedipotiwa, alipelekwa ughaibuni, akakuwa mtovu wa nidhamu, akaregeshwa Kenya. Ya pili, ukiona mtoto wa kiongozi anasomea Kenya, ujue kwamba ukijana ni drug addict, ni yule ambaye amelemewa na miadarati. Kwa hivyo ndio baba yake na mama yake wanataka tu wamzingire, wamchunguze, wamsaidie, wafiche hiyo aibu. Kwa hivyo utapata wale watoto wanatumia miadarati sana, zile miadarati kali, heroin, cocaine. Utawapata watoto wa viongozi wako hivyo. Alafu ya tatu, ukiangalia watoto ujue kwamba hao ni tenderpreneur, wale ambao wanafanya kandarasi na serikali. Wazee wao wanawatumia kuchukua hizo kandarasi. Kwa hivyo ukiona mtoto wa mbunge, angalia wale ambao wametosheleza. Kitu ya kwanza wanawapeleka ng'ambo wakasomea katika vile. Lakini ukipata ule anasoma Kenya, mambo matatu inafanyika juu yao. Ya kwanza wamedipotiwa, ya pili ni drug addict, ya tatu hao watoto wanafanya biashara na serikali. Hao ndio matenderpreneur. Ukiangalia pale unapata ni jina yake, baba yake anapiga simu, mama yake anapiga simu, anamwambia patia huyu zabuni, patia huyu kazi, patia huyu kazi, usipompa utatufahamu. Hiyo ndio kitu ambayo inafanyika. Maana hii ni mishale. Kwa hivyo mtoto anaacha kupenda, mtoto anakuwa kitu kibaya, mtoto anakuwa deported, mtoto anakuwa wazimu. Maana kiboko, ile uongo yako imeanza viboko vya askari. Kiboko ya askari inakuwaga kali sana. Uongo
Angalia ile 5 nilikwambia. Ole wangu kwamba naishi kama mgeni uko Mesheki. Naishi kama mgeni katika mahema ya Kederi. Nilikwambia hiyo hema ya Kederi ina uzito sana. Hiyo hema inaweza kufananishwa na mji. Hiyo hema inaweza kufananishwa na jimbo. Inaweza kufananishwa na gatuzi. Inaweza kufananishwa na kitu kile. Inaweza kufananishwa na taifa. Hiyo hema, yani umejipata, si kupenda kwako au kuchagua kuzaliwa Kenya. Umejipata. Ole wangu, naishi katika ile makao mgeni huko Mesheki. Naishi kama mgeni katika mahema ya Kederi. Yani unaishi Kenya, unaishi Nairobi, unaishi katika gatuzi moja hapo hizi 47. Unaishi bara la Afrika. Hiyo ndio hema. Sasa hii hema si hema watu wazuri. Hii ni hema ya Kederi. Ni hema ya Kederi. Hema ya Kederi. Unajua Kederi walikuwa ni wale watu ambao ni fierce, ni cruel, ni wale watu wabaya, ni wale watu ambao yani ni watu wakatili. Watu ambao ni wauaji, kuwa si shida kwao. Hao ndio amejipata katika hiyo hema ya watu wa Kederi. Watu ambao hawana utu, watu ambao wako na damu ya kuua, watu ambao ni wezi, watu ambao wanafanya ubadhirifu wa fedha. Yani watu wa Kederi. Bloodthirsty men, the ruffian, the chatterland, the mandarin, the despots. Wape jina yote. Ni wale wezi. Wengine ni wezi wa mabavu. Wengine ni watu wabaya. Wengine ni walanguzi wa madawa kulevya. Wengine ni watu wabaya. Hema ya Kederi. Hao ndio watu ambao mwandishi analia, anasema ole wangu, naishi katika hema ya watu wa Kederi. Watu ambao ni wadhalimu. Hawaangalii sheria, hawaangalii zile haki ya binadamu, hawaangalii mambo mazuri. Watu wa Kederi. Watu wa Kederi ni watu hatari. Ni watu ambao wanasema wacha wakufe, tutaomboleza na maisha yaendelee. Mwingine anasema mimi ningekuwa rais ningeua watu 5,000 vijana ambao wanashana wajukuu wako. Maana ni watu wa Kederi. Watu wa Kederi ni watu wakatili. Ni watu ambao hawauogopi. Ni watu ambao hawana utu. Ni watu ambao hawana amani. Ni watu ambao ni wadhalimu. Wadhalimu ni oppressors. Anakubebesha tu mzigo. Ajali kama utalipa. Anaendea tu mikopo. Ajali kama utalipa. Watu ambao ni wadhalimu. Hema ya Kederi. Hema ya Kederi ni hatari sana. Hii hema si ya kawaida. Ni hema ambaye inakufinyilia. Ni hema ambaye inakuibia. Ni hema ambaye wale watu wako pale tunasemanga tupatane ndani ya tent. Lakini hiyo tent si ya kawaida. Kuna zile tent ukienda pale ni ya watu waovu. Kuna hema unaingia pale, kumbe ni hema ya mashoga. Kuna hema unaingia pale, kumbe ni hema ya watu wa wash. Kuna hema unaingia pale ni ya watu wa money laundering. Hema ya Kederi. Hema ya Kederi. Analilia Bwana niepushe Baba na hema ya Kederi. Ni watu wabaya. Ni watu ambao niseme ni wadhalimu, tyrant. Hawajali sheria. Wanapata court order, hawatambui, wanabomoa. Watu wa Kederi. Watu ambao wako na ubaguzi. Nilikuwa naangalia wamebomolea watu katika mitaa mabanda. Ati maji inapitia mito karibu na manyumba zao. Ati wanatoa watu. Nikiangalia si kila mtu alikuwa karibu na mito. Hata ukiangalia maeneo kama Tasia, wale zitu wanaendelea pale ni watu wanafanya ukulima. Manyumba iko mbali sana, umebomolea watu manyumba. Lakini hiyo maji, mito inapitia Parklands chini ya nyumba ya watu. Hizo nyumba zijaguzwa. Tunaenda miaka 1. Hizo nyumba za watu wa Parklands zijaguzwa. Maana tuko katika hema ya watu wa Kederi. Watu ambao wako na ubaguzi. Watu ambao wako na mapendeleo. Watu ambao hawana amani. Hema ya Kederi. Watu ni watu ambao wanachukia amani. Wanachukia amani.
Tukiangalia kitabu cha hicho 6 inasema, nimeishi muda mrefu mno kati ya watu wanaochukia amani au watu wapendi amani. Ni watu ambao wako na vikundi vya vijana ambao wako tayari kwa mashambulizi. Maana watu wa Kederi hawapendi amani. Wako na vijana, wako na magenge. Vijana wanainuka. Ukiangalia pale Mombasa, wale vijana watembea na panga. Utapata kuna uhusiano na kiongozi fulani. Ukiangalia Chongororo, ukiangalia vijana Mongiki na wote, kuna kiongozi wao ambaye ako na uhusiano wa kisiasa. Maana kuna mtu wa Kederi. Ndio maana tunahitaji maombi. Tutoke katika hema ya watu wa Kederi. Angalia wakati wa maandamano ya Gen Z, kuna vijana kundi fulani lijitokeza kubishana Gen Z. Au vijana walikuwa nani? Au vijana waliitwa na nani? Walilipwa na nani? Walitumwa na nani? Maana ni watu wa kejeli, wapendi amani. Wako na vijana wao wa kuleta shida na kuleta taharuki. Tukiangalia 7, wakati napo sema nataka amani, wao wanataka tu vita. Wakati unataka amani, au wanataka vita. Kwa hivyo wakati wa shida, ita Bwana. Daudi alikuwa kwa shida, akaita Bwana. Maandiko yanasema kitabu cha Zaburi 34, Daudi alikuwa na hofu. Wakati utuko na hofu, aliita Bwana. Wake zake wamechukuliwa na watu wake. Maandiko yanasema Daudi alililia bidada ama kupata suluhu. Daudi akaita Bwana. Na Bwana akamwambia, nenda, nitakupa ushindi. Maana aliita Bwana. Hapa anatuambia wakati alikuwa na hofu. Zaburi 34 mstari wa 4, nilimuomba Mwenyezi Mungu naye akanijibu na kuniondoa katika hofu zangu zote. Kila mmoja ako na hofu. Nikiangalia gazeti siku hizi imejaa tu hofu. Wanasema mashirika 48 hazitaandika watu na zinafuta watu. 48 parastatals they are freezed employment and they are retrenching in masses. Hiyo ndio anwani ya magazeti. Kwa hivyo wewe uko pale umesoma, unajiuliza kazi itatoka wapi? Wewe ni mhudumu wa afya. Jana niliona gazeti takriban karibu 30 ambao wamejitia kitanzi kwa ajili ya ile hali ambao wanafanya kazi. Watu ambao wako kwa Kederi hawajali wauguzi, hawajali maslahi yao, ndio maana wanajitia kitanzi. Daudi alililia Bwana. Kama wewe ni muuguzi, kama wewe unafaa kwa shirika, lilia Bwana. Lilia Bwana. Wana wa Israeli walililia Bwana wakati mizigo ilikuwa mizito. Ukisoma Kutoka 3:9, maandiko yanasema kilio chao kilifikia Bwana. Kwa hivyo wapendwa, wakati huo tuite Bwana na atatusaidia. Mambo ambayo tusiyajua, ita Bwana. Yeremia 33:3 inatuambia muite Bwana na atakwambia mambo usiyajua. Kama hujuelewi mambo, ita Bwana. Wakati uko kwa taabu, ita Bwana na Bwana atakusaidia. Yesu ako tayari. Ukisoma Yohana 16:23 na 24, Yesu anasema mpaka sasa hujaniomba. Ukiomba chochote na jina langu utapata. Kwa hivyo ita Bwana. Jambo lolote ita Bwana. Bwana anatarajia umuombe. Bwana anatarajia umlilie. Bwana anatarajia umfikie ili aweze kukurehemu. Ako tayari kukujibu. Ndio maana nasema leta mizito kwangu nami nitakupa mapumziko. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kitabu cha Mathayo 11. Ukisoma kitabu cha Mathayo 7:7, niite nami nitaitika. Nitakutendea mambo, niite nitaitika. Omba na utapewa.